Kuna msemo unasema kwamba tunanunua vitu tusivyovihitaji kwa pesa tusizokuwa nazo ili kuwavutia watu tusiowapenda, lakini ukweli ni kwamba kutumia pesa ovyo ili uonekane tu unazo ni njia ya mkato ya kuelekea kufilisika. Leo nataka tuzungumzie ugonjwa huu wa jamii unaoitwa kuonekana ninazo. Wengi wetu tunajizuia kupata maendeleo ya kweli kwa sababu tunaogopa kuonekana hatuna, au tunaogopa kuonekana hatujui mambo ya kisasa. Lakini je, unajua kwamba uhuru wako wa pesa unakufa kila unapojaribu kununua heshima kwa pesa? Kwa nini tunafanya hivyo? Ni kwa sababu ya shinikizo la jamii. Tunataka marafiki wasione kwamba tumetoboa, au tunataka Instagram ionyeshe kwamba tunaishi maisha ya ndoto. Lakini ukweli ni huu, hapo ndipo tunapokosea. Tajiri wa kweli anajenga mali, assets, lakini maskini ananunua madeni. Unaponunua simu ya milioni 3 wakati mfukoni mwako hauna akiba dharura, unakuwa umejichimbia shimo mwenyewe kwa sababu tu unaogopa kuonekana hauna. Lakini kumbuka kwamba wale ambao unaojaribu kuwavutia hawajali kabisa kuhusu wewe. Wanachojali ni kwamba vile unavyowafanya wajisikie vibaya au vizuri. Kwa kufanya hivyo, kuna vitu vingi unavipoteza. Namba moja ni muda. Kila shilingi uliyoipoteza kwa ajili ya kununua kitu ambacho haukihitaji ni saa kadhaa za maisha yako ulizozifanyia kazi, na hizo saa haziwezi kurudi tena. Namba 2, unapoteza fursa. Pesa uliyotumia kununua nguo ya gharama ili uonekane uko juu, ungetumia kama mtaji wa biashara, au ungewekeza kama hisa ambayo ingekulipa wewe baadaye. Kama umeweza kutumia 80% ya kipato chako ili uweze kufit kwenye lifestyle na kuonekana kwamba uko juu, unajichimbia shimo mwenyewe, kwa sababu unakuwa mtumwa kwenye kazi yako, hauwezi kuiacha. Ukiiacha tu ule utajiri unaporomoka wote. Kwa hiyo leo, jenga nidhamu kwenye pesa zako. Nunua unachohitaji, sio kile unachotamani. Chagua marafiki kama marafiki zako wanakupima kwa kitu ambacho unachomiliki. My dear friends, you need another friend. Tafuta marafiki wapya. Kufilisika ni hali ya kifedha, lakini kuwa masikini ni hali ya kifikra. Usiruhusu ukafilisika kwa sababu ya kuwalisha watu macho. Anza kuishi maisha yako, weka bajeti yako kwa malengo yako ya baadaye. Thank you guys for watching. Kumbuka hili, pesa ni mjakazi mzuri, lakini ni bosi mbaya. Usiwe mtumwa kwa ajili ya kupata sifa. See you next time.